ya Yesu inanena mema. Damu 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 yenye nguvu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu yenye ukombozi inanena mema. Damu ya Wafalme wa pili sura ile ya Wafalme wa pili sura ile ya 7. Wafalme wa pili sura ile ya 7. Kila mmoja naomba unisikilize kwa makini. Wafalme wa pili sura ile ya 7, nitasoma mstari wa 5 na mstari wa 7 na wa 9. Imeandikwa, basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikilizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mmoja wa Israeli amewajilia wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane naye. Mstari wa 7. Kwa hiyo wakaondoka wakaingia kungali giza bado. Naomba wote tusome mstari wa 7. 2, 3. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Mstari wa 8. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema mmoja, wakala na kunywa. Sema wakala na kunywa. Wakachukua fedha. Sema wakachukua fedha. Wakachukua na dhahabu, wakachukua na mavazi, wakaenda wakavificha, wakarudi tena wakaingia katika hema ya pili. Sema wakaingia katika hema ya pili. Vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Mstari wa 9. Ndipo wakaambiana. Sema ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema? Leo ni siku ya habari njema. Sema mwaka huu ni mwaka wa habari njema. Rudia tena kama mtu ni shujaa wa imani. Sema mwaka huu ni mwaka wa habari njema. Tunarudia mstari wa 9. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza mkingoja hata kutakapopambazuka. Madhara yatatupata, basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wangu unaitwa maamuzi magumu ya kuondoka chini ya hali. Ujumbe wangu ninaendelea pale tulipoendelea wiki nzima, maamuzi magumu ya kuondoka chini ya hali. Maamuzi magumu ya kuondoka chini ya hali. Maamuzi magumu ya kuondoka chini ya hali.
Maamuzi magumu ya kuondoka chini ya hali. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Naomba neema yako ya ajabu ikanijilie leo. Mungu Yesu Kristo, ukajitwalia utukufu juu ya watu hawa, juu ya mtu mmoja, juu ya watu wawili, juu ya watu watatu. Niombe Mungu wangu na Baba yangu, jeuri yako ziwe ni hizi nguvu zangu, uwezo wako ziwe ni hizi nguvu zangu. Baba, kama ulivyotokea wakati wa Yehoshafati, utende kazi yako tena. Baba, kama ulivyofungua maelfu ya watu walipoondoka, Baba, utende kazi yako tena. Ninaomba Mungu unayetenda kwa mmoja, na leo hii Bwana ukajitwalia utukufu. Kama mtu siwezi, kama mwanadamu siwezi, kama mtu wa kawaida siwezi. Naomba wale watoto wapate utulivu. Baba, ninaomba neema yako na iwe na nguvu, uweza wako na uwe na nguvu, mafuta yako ya Roho Mtakatifu na yawe na nguvu. Baba, kuna mmoja ameuandaa moyo wake kama ilivyo desturi, kuna wawili wameuandaa moyo kama ilivyo desturi. Naomba Mungu, wewe ni mwaminifu, ni Mungu mwenye mamlaka. Hili neno uliloanza nasi na linalotoka leo, ikiwa ni mara ya pili katika sabato yako, ninaomba Mungu uwe mwema na ni mwaminifu. Asante Bwana kwa sababu umekubali kuwa nasi leo. Asante Bwana kwa sababu leo kila nafsi itavuma tena, kila moyo utavuma tena, kila roho itavuma tena. Katika jina la Yesu tuseme amen. Amen. Naomba unisikilize kwa umakini sana. Maamuzi magumu ya kuondoka chini ya hali. Maamuzi magumu ya kuondoka chini ya hali. Kwa watu wengi ambao tumekuwa nao wiki hii, tayari roho ya maamuzi wameshaipokea. Amen. Lakini mchana huu wa leo, kwa dakika hizi chache, nataka niongee kwa habari ya kuondoka chini ya hali. Kuondoka chini ya hali. Kuna mtu mwingine unajiuliza maswali kwamba hali hii ni hali gani? Hali hii ni hali ya namna gani? Nisikilize vizuri. Kwenye maisha ya wanadamu kuna kitu kinaitwa vita vya hali. Vita hivi vya hali ni pale mwanadamu anapoanza, kuna hali fulani inakuja, inatokea, lile jambo aliloanza nalo linapotea. Kwenye maisha ya mwanadamu kuna namna mtu anavyoweza kuweka malengo yake, lakini pindi anapotafuta namna ya kutimiza malengo yake, kuna hali fulani inatokea. Ile hali inapotokea, inamfanya huyu mwanadamu ashindwe kuendelea na safari aliyokuwa nayo. Lakini si hali nzuri ile. Ingekuwa hali nzuri, ingemfanya yule mwanadamu akaendelea. Kwa hiyo ninapoongelea kuondoka chini ya hali, nataka uwaze hali fulani ambayo kwa kawaida huwa inaweza ikajitokeza kwenye maisha. Semeni, huwa inaweza ikajitokeza kwenye uchumi wako unaofanya. Huwa inaweza ikajitokeza kwenye jambo unalofikiria kufanya. Na ndio maana unaona watu wengi duniani wamepoteza direction ya mwaka kwa sababu ya vita ya hali. Sema vita ya hali. Vita ya hali ni hali fulani inayoweza kutokea kwa mtu
za hawa wanadamu, na wanadamu hawa walikuwa ni wanne. Wanadamu hawa walikuwa na maisha ni kama maisha ya mimi na wewe tuliotoka nayo kule tulikotoka. Hali ya watu hawa ilikuwa ni hali ya maisha ya kuombaomba. Sema amen. Maana yake madai kwao hayawezi kupatikana. Maana yake jumba kwao haziwezi kupatikana. Maana yake kazi nzuri kwao haziwezi kupatikana. Maana yake ndoa ya furaha haiwezi kupatikana. Wanadamu hawa walikuwa na hali ya kwamba ili waishi lazima waende wakaombe. Ili wafanye kazi lazima wakaombe misaada. Ni hali ile imewavaa inawafanya wasiinuke. Ni hali ile imewavaa inafanya waendelee kuonekana kwenye hali ndogo. Ni hali ile imewavaa inafanya waendelee kuwa washindi. Sema ni hali imewavaa hawa watu. Sema amen. Walipofanya maamuzi wakatokewa na roho ya kufanya maamuzi. Sema wakatokewa na roho ya kufanya maamuzi. Walipofanya maamuzi yao, ghafla ikatokea hali ambayo ilikuwa ni hali ya kuondoka. Sema amen. Maana yake tafasiri yao ya kwanza ilikuja baada ya kugundua hali waliokuwa wanaishi. Wakajiuliza maswali kwamba hii hali tulionayo ni hali yetu. Je, hii hali ya tunapoamka asubuhi mpaka tuende kwa jirani, hii ni hali yetu? Mgeuke jirani yako mwambie, hali ya maisha yako ni hali yako hiyo? Hebu muulize tena, hali ya ndoa yako ndio hali yako hiyo? Mwambie hali ya uchumi ndio hali yako hiyo? Mwambie hali ya biashara ndio hali yako hiyo? Mwambie leo, hebu gundua kitu. Ukigundua sio hali yako, jiandae kuondoka. Mwambie ukigundua sio hali yako, jiandae kuondoka. Ukigundua sio hali yako, jiandae kuondoka. Mwambie ukigundua sio hali yako, jiandae kuondoka. Ukigundua sio hali yako, jiandae kuondoka. Mwambie kwa sauti, ukigundua sio hali yako, jiandae kuondoka. Ukigundua hali ya biashara sio hali yako, jiandae kuondoka. Ukigundua hali ya uchumi sio hali yako, jiandae kuondoka. Nisaidie kuambia jiandae kuondoka. Mwambie ukigundua hali ya ndoa, hali ya biashara, hali ya watoto shule sio hali yao, jiandae kuondoka. Na mimi nakuambia leo jiandae kuondoka kwa jina la Yesu. Nasema tu hata kama usiposema amina, ujiandae kuondoka kwa jina la Yesu. Hata ukikataa, ujiandae kuondoka kwa jina la Yesu. Hata ukisema siwezi, ujiandae kuondoka kwa jina la Yesu. Nisikie mashujaa walio tayari kuondoka kwa jina la Yesu. Nisikie tena mashujaa wa imani walio tayari kuondoka. Nasema amen. Nafikia moja, upokee moto wa kuondoka. Pokea nguvu ya kuondoka. Pokea hali ya kuondoka. Pokea hali ya kuondoka. Pokea hali ya kuondoka. Sema naondoka kwa jina la Yesu. Sema tena naondoka kwa jina la Yesu. Sema naondoka kwa jina la Yesu. Sema ninaondoka kwa jina la Yesu. Nisikie tu wanasema naondoka kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hawa jamaa walikuwa na hali. Tunaanza kugundua kumbe kwenye safari ya maisha ya mtu kunaweza kuwa na hali. Sema amen. Tunaweza kuwa na hali, lakini dawa ya kuondoka kwenye ile hali ni mpaka mtu mmoja afanye maamuzi magumu. Sema amen. Hali yoyote inayoweza kukutesa haiwezi kuondoka pasipo maamuzi magumu. Hali yoyote kwenye maisha haiwezi kuondoka pasipo maamuzi magumu.
Hali yoyote kwenye uchumi haiwezi kuondoka pasipo na mambo magumu. Kitu ambacho Yesu anafundisha hapa kwamba watu lazima waondoke kwenye hali walizonazo, kwamba wabinti lazima waondoke kwenye hali walizonazo, kwamba vijana lazima waondoke kwenye hali walizonazo. Nisikie mikono wale wanaokubaliana na kuondoka leo waseme amen. Hebu sema tena amen, 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 amen. Hallelujah. 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 Hali. Vita ya hali. Kwa hiyo hawa walikuwa katika hali fulani, walikuwa kwenye hali fulani, walikuwa kwenye hali, wakafanya maamuzi ya kuondoka. Walichofanya, walichukua ile akili. Amen. Wakasema waache waongee na wewe, utasikia wanachoongea. Waache waseme na wewe, utasikia wanachosema. Kwa akili yako wakaibeba, wakaiweka ndani ya hali. Kwa hata napiga panga hubiri, hata kusema akili kutoka pale. Hapo sisi wakasema out niishe. Akili yako inakwambia out ndani. Out ni kurudi kwenye deni tena. Out ni kuendelea kuishi kwenye nyumba ya mkopo. Out. Ni akili yako inasema. Ni akili yako inasema. Nataka useme nimeamua kuondoka. Mchungaji unasema nini? Soma kitabu cha Yoshua. Pia mchungaji anasema nini? Anasema nini mchungaji? Anasema nini mchungaji? Anasema nini? Wananitishia. Wananitishia. Yoshua 6:15 na 16. Na pia anasema nini? Anasema nini? Anasema nini? Anasema nini? Anasema nini? Anasema nini? Kila mmoja uliyekuwa na uvimbe anza kufinyanga ule uvimbe. Wakiwa wanatafuta andiko. Hata kama daktari alikwambia una ugonjwa wa aina yote uko mahali, finyanga. Finyanga futi, finyanga. Toa. Santo Michael. Santo. Shikomanda. Hilo tumbo linajaa bila sababu, hujajua ni hali hiyo. Simama hivi. Simama. Simama. Shika hilo tumbo lako. Wamejaza, tunaposema out ni nje, anasema out ni ndani. Wacha tumbo langu liendelee kujaa. Shika tumbo lako. Funika macho yako. Na ushusha wa mtambo. Na ili tumbo linarudisha ndani. Huyu ni mwanamke. Hawezi kuwa na kitambi. Hamwezi kumlisha nyama za kichawi. Shaka kapa. Watu wote inua sauti zenu. Sema fire. 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 Naona jinsi ambavyo walikuwa wanamtuma chura aingie ndani. Anavyovimba chura anaingia. Sasa huyu ataenda kumwalisha huyu chura na atatoka tumboni mwake. Nasema hivi, hazitaisha siku 7. Lazima kuna vinyama vingi vitachomoka ndani ya mwili wake. Amina. Hizi ndizo nyama za kichawi. Ninawaua ndani. Ninawaua ndani.
ninaona ule mchanga mliotoa makaburini wa watu misukule mkaja mkamlisha, na nyama za watu waliokufa mkaenda kukata vipande vipande mkamlisha usiku wa manane. Halafu madaktari wakaangalia wakasema utumbo una shida. Sio utumbo una shida, sio utumbo una shida, ni hali ya kipepo, ni hali ya kipepo, ni hali ya kipepo, ni hali ya kipepo. Nasema salenda, nasema salenda, nasema salenda, nasema salenda, nasema salenda. Mungu ya Mungu sema Bwana, wacho. Ongeza makofi ya zamani. Amina.